Ndugu mwandishi wa habari, jina langu ni Bwana Gogola, lakini pia ni katibu wa chama cha wanunuzi wa pamba. Mwaka jana msimu ulioisha 2025-26, wilaya ya Igunga pamoja na Meatu ziliandikisha rekodi mbaya sana ya uchafuzi wa pamba. Mnadhani wanunuzi wa pamba, mnadhani upo muhimu wa mamlaka kudhibiti uchafuzi katika msimu huu usijirudie katika rekodi iliyoisha? Ndugu mwandishi wa habari, kinachotuathiri sana sisi wachambuaji wa pamba ni ubora wa pamba. Isipokuwa nzuri, basi gharama yetu inaongezeka, lakini hata pamba yetu ikienda huko kwenye soko la kimataifa, tunanunuliwa pamba yetu kwa bei pungufu. Kwa hivyo kitu tunakitaka na tunaomba sana wakulima, na sasa sisi tumezungumzia sana kwenye forum nyingi, vikao vyetu vingi tunazungumzia ubora wa pamba. Ni kweli Igunga, kisha kuna maeneo mengine huko ilionekana kama pamba kuvunwa na makoko yale, lakini pia kuna baadhi ya wanunuzi ambao kupitia AMCOS ambao sio waadilifu waliweza kuchanganya pamba na mchanga na maji. Wengine walifanya vizuri, wengine pia wakajikuta kwenye hali kama hicho. So mwaka huu tumehakikishwa na serikali kwamba usimamizi na itakuwa mkali sana huko vijijini kupitia programu ya BBT. Bali umesema vizuri, lakini niseme tu pindi tunapokea pamba chafu sio hasara kwa wanunuzi wa pamba wala jina. Hata taifa inapoteza fedha na pia jina, kwa sababu tutambulika kwa jina. Sasa kwa ukisema pamba inatoka Tanzania ina uchafu sana, already unachafua jina la taifa. Kwa hivyo wito yangu kwa wadau wote, kianzia mkulima, kama mkulima jitahidi sana kuuza pamba yenye ubora. Na kwa sasa hivi kama walivyoona kwenye siku ya uzinduzi, kuna bei ya pamba fifi ambao ni grade B, grade 2 na grade 1. Bei ya pamba ya grade 1 ilikuwa 1240, lakini kuna bei ya pamba fifi ambao anasema sasa hata kichambua hiki nitapeleka wapi? Pia bei yake ipo shilingi 650. Apeleke kwenye soko akauze kama grade ya pili. Hiyo ni kwa upande wa wakulima. Lengo ni kwamba pamba yetu ikapata sifa ambayo ilikuwa nayo siku za nyuma, ambayo ilikuwa pamba ambayo ilikuwa dhahabu nyeupe. Sasa dhahabu nyeupe kama sasa hivi wanasema dhahabu nyeupe, lakini kuna contamination. So kwa upande wa AMCOS naye amepokea pamba safi kutoka kwa mkulima, basi akahifadhi kwa njia sahihi kwenye ghala lake, na siku anasafirisha kwa wanunuzi wa pamba pakiliwe kwa uaminifu, isichanganywe na kitu chochote ambacho hakifai kuingia kwenye pamba kama mchanga, maji na uchafu yoyote wa aina yoyote. Na pamba ihifadhiwe kwa utaratibu wa bodi ya pamba, kama bodi ya pamba ilitoa utaratibu ambao pamba ihifadhiwe kwenye ghala, na ghala pia ina sifa zake. Sasa tukihifadhi pale, na pia upande wa wanunuzi wa pamba, pindi umetuma gari yako kwenda kuchukua pamba, hakikisha pamba imepakiliwa kwenye mifuko ambayo inakubalika. Moja ya pili, imepakiliwa kwenye gari ambayo yenye afya, na hiyo gari pia ikasafirisha ikafunikwa vizuri ili isipate vumbi tena. Ikifika kwenye viwanda vyetu, basi tupokee pamba nzuri, tukajini kwenye mazingira mazuri.